Haya jamani, kumekucha. Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Utabiri hapa, Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Hapa hamna haja ya kurudia maneno, tunaweka tu utabiri, tunaondoka, mambo yanakuwa machache. Zingatia, nimesema Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Mshindi wa leo, goli zitakazofungwa katika timu ya kwanza na timu ya pili, katika timu zote ni hizi hapa. Kipindi cha kwanza katika mchezo ni goli. Kwanza nataja tu magoli yote huku na huku, tunaondoka. Ngoja hii hapa, hii clip sitaki, siji kipindi cha kwanza siji mbili, kipindi cha kwanza siji moja, si cha pili siji ngapi, sitaki sasa. Maana kuna ile kwamba kipindi cha kwanza siji mbili, siji kipindi cha pili siji moja, siji kwa hivi. Hapa sasa ni hivi. Chukua kalamu na karatasi, andika tu, andika hivi: mbili, goli mbili. Timu gani unajua katika timu hizi? Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Mpe goli kwanza moja Azam, hilo moja liende kwa Pamba. Kumbuka ni Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Kumbuka, kalili hapa, Azam na Pamba, Mtibwa na KMC. Mpe goli moja Azam, amfunge Pamba kipindi cha kwanza, waondoke. Kipindi cha pili kwa upande wa Mtibwa, na naenda huku narudi huku, au niende tu kwenye timu moja. Haya, Azam na Pamba. Pamba atakachofanya, atamgonga goli moja kwanza. Azam atamgonga goli moja Pamba. Pamba atajikakamua. Dakika ya 20, kipindi cha kwanza, mchezo utasonga mbele. Dakika 30, 20 mpaka 30 hapa. Dakika 20 mpaka 30. Watakachofanya Azam ni kugonga goli lingine. Azam watagonga goli lingine. Azam watagonga goli lingine. Dakika hizo nimeweza kutajia, kumgonga Pamba. Bado KMC na Mtibwa hapo. Bado KMC na Mtibwa. KMC na Mtibwa bado. Hapo ni Azam na Pamba. Atakachofanya Azam dakika 30, dakika 40 mpaka 45, mpaka wanaondoka kupumzika, Pamba na atakuwa amesha jitahidi kadri awezavyo. Dakika ya 45 Pamba atakuwa amejitahidi kadri awezavyo, na yeye sasa atakachofanya Pamba. Sikiliza, usiwe na papala, usiwe na haraka. Wewe unavyoangalia unatumia bando, na mimi pia ninavyopost natumia bando. Kwa mimi ni washukuru tu kwa ambao wanatazama na wanaonishauri nipunguze maneno. Ndio maana clip hii nataka tu hapa nataja tu magoli. Yaani clip haitatumia dakika nyingi. Nikitoka kwenye timu hii, timu inayofuata nataja tu goli, ushindi, huku 5, huku 7, huku 20, huku ngapi, basi. Yaani kienda kwenye KMC na Mtibwa.
kwenye KMC na Mtibwa nataja huku Mtibwa ngapi, KMC ngapi. Kama huku ni 0, huku ni 0. Kama ni hivi basi. Yani ndo nachokifanya. Nachotaja magoli ni hii Azam tu, ile ni iache kama ilivyo, ipite kama upepo. KMC na Mtibwa. Sasa Azam unaye Pamba. Sasa Pamba kipindi cha pili hicho, kipindi cha kwanza dakika 45 atajitahidi kadri awezavyo, atajikakamua kweli kweli. Atachokifanya sasa, atakosa goli na filimbi italia kwa ajili ya kwenda kupumzika. Dakika ya kipindi cha pili sasa, goli linafungwa miongoni mwa timu hizi mbili. Miongoni mwa hizi timu mbili hizi, goli linafungwa miongoni mwa Yanga na Pamba, sio KMC na Mtibwa. Sio KMC na Mtibwa. KMC na Mtibwa nikimaliza hii naingia KMC na Mtibwa, yeye anahitaji tu magoli huku kadhaa nimaliza. Azam naichambua hivi kwa sababu sijawahi kuichambuaga, na hapa nishamaliza, sifanye uchambuzi mrefu, tumemaliza hapa. Cha kwanza ndio kilikuwa cha uchambuzi, cha pili cha kutaja tu ushindi. Haya, mpaka mpira unaisha. Wakati mpira unaendelea kipindi cha pili, Pamba atagonga goli. Kumgonga nani? Azam. Kipindi cha pili tena anajikakamua Pamba, anamgonga goli Azam. Sio KMC na Mtibwa, ni Azam na Pamba. Anajikakamua kuona anamtwanga goli nani? Azam. Anajikakamua tena kipindi cha pili ndo anagonga ya goli. Kipindi cha kwanza alijikakamua kama nilivyowaelezea hapo nyuma kwamba atajikakamua, itakuwa hivi na hivi. Sasa ninaporudia ambao nimeyaongea hapo nyuma, siwezi kuyarudia. Nikiyarudia nitakuwa napoteza muda. Ila nimeshasema kipindi cha kwanza, nimesema vizuri kabisa, atajikakamua. Pamba Jiji naye atajikakamua, nikawaambia itakuwa hivi. Kwa huku sasa tunasonga mbele, hatuwezi na kurudi nyuma. Sasa atakachokifanya Azam ni kujikakamua na atapiga goli moja takatifu kwenda kwenye mlango wa Pamba, lakini golikipa ataliona goli mpira huu. Wakati mtangazaji anasema goli hilo, kumbe halikuwa goli. Litatazamwa vizuri kwa uangalifu. Je, ni goli? Itaonekana sio goli, lakini lilikuwa ni lenye mashaka. Tusikilizane. Wakati mchezo unaendelea kipindi cha pili, nataka hapa upakalili vizuri sana. Baada ya kuwa Pamba ameshamgonga goli Azam, sio Mtibwa na KMC. Baada ya kuwa Pamba ameshamgonga goli Azam atagonga goli ambalo litajulikana ni goli. Litatazamwa kwa umakini. Fahamu hapa litatazamwa kwa umakini wa hali ya juu na uchunguzi, litaonekana sio goli. Kwa goli zake zitabaki ni zile zile tulizotaja nyuma. Hatuwezi kurudia jamaa. Kama mnavyonishauri kama nisirudie. Mnanishauri nisirudie, kwa hiyo mimi siwezi kurudia. Litatazamwa, itaonekana sio goli. Kwa goli zake zitabaki zile zile, na Mtibwa na Pamba ni vizuri, ni pale pale. Azam pale pale, Pamba pale pale. Mpira utaendelea, utasonga mbele. Kitachofuata ni kwamba tunamalizia kabisa hapa
hapa tunamalizia kwa kusema kwamba hapa ndo tunafunga dimba tuingie Mtibwa na KMC, ni kwamba hilo goli litakuwa dakika za kipindi cha pili, dakika 35 kuelekea kwenye 40. Watachofanya tena Azam ni kugonga goli lingine. Hapo inabidi mtu awe makini. Azam watachofanya ni kugonga tena goli lingine, ambalo hilo goli litakuwa goli lakini goli hilo ambalo Azam watagonga litakalokuwa goli litakuwa goli la ngapi? Wewe unaelewa, ambao umefuatilia kwa makini. Nikisema nirudie kusema goli hivi goli hivi goli hivi goli hivi goli hivi goli hivi, nitakuwa narudia kwa, lakini goli hilo sitaweza tena kulichambua zaidi ya hapo, kwa hilo tu amini litakuwa goli ambalo litakubalika. Kwa hiyo litakuwa goli miongoni mwa magoli ya Azam. Refa ataangalia filimbi, dakika zimekwisha, kitakachofuata ni kuongeza dakika chache. Dakika zitakazoongezwa ni 3. Naomba kalili kwenye dakika 3, kalili kwenye dakika 3. Baadaye njoo ukosoe. Nimesema ni dakika 3 ndio zitakazoongezwa. Hapa tunamaliza, tunaenda KMC na Mtibwa. Kwa Azam na Pamba mechi yao itaisha namna hiyo. Refa ataangalia filimbi, anapiga filimbi, dakika zimekwisha, magoli yatakuwa hayo kwa pande zote mbili, ambao nikisema niarudie tutakuwa tunarudia mada. Kikubwa tu kama hujaelewa unaweza kurudia video kuanzia mwanzo, utaangalia vizuri utaelewa. Tunaondoka sasa kipindi cha tunaondoka Mtibwa na KMC, ambaye sasa Mtibwa hata chelewesha atagonga goli kwa KMC. Na hilo goli atakalogonga litakuwa goli ambalo litakubalika. KMC atasonga mbele. Hapo alishagongwa. Kumbuka KMC alishagongwa hapo. Atagongwa, mchezo utaenda magoli kadhaa yatakaokoswa ni magoli 4. KMC atakosa magoli 4 mpaka mchezo unaisha. Lakini atafanikiwa kufunga magoli mangapi au hatafanikiwa kufunga magoli? Sikiliza hapa nikutamkie. Atakaokosa ni 4 mpaka mchezo unaisha. Mtibwa alishagonga 1 dakika ya kipindi cha mwanzo. Kipindi cha mwanzo, dakika za mwanzo. Ikifika dakika ya 20 KMC alishagongwa, tulishasema alishagongwa na Mtibwa. Yaani na hapa nipaweke sawa kwa ambaye hajaelewa, ni hivi: KMC atakuwa ameshagongwa na Mtibwa mwanzoni mwa dakika za mwanzo mpaka mechi inaisha. Kumbuka nimesema
KMC atakuwa amesha kosa magoli 4. Je, atakuwa amefunga mangapi? Ndio nakutamkia hapa. Au atakuwa hajafunga? Ndio nakutamkia hapa. Ni mawili au moja, maana usiseme kwamba anaenda bila kufunga. KMC na yeye atachofanya dakika hizo za kipindi cha kwanza zitampita bure, ila cha pili sasa yeye atakuwa moto zaidi. Cha pili atakuwa moto zaidi. Nikisema wa moto, maana yeye anaweza kapitiza hadi kula alipogongwa yeye, atagonga na yeye goli, na yeye atagonga goli. Kwa hiyo itakuwa moja, itakuwa watakuwa wamesha gongana. Kwa kipindi amegonga na atagongwa tena. Alianza kugongwa KMC, amegongwa KMC, kugongwa na Mtibwa, na yeye akaona hapa sio kweli, 4 yatakataliwa mpaka mwisho wa kipindi cha mchezo, lakini na yeye sasa atagonga goli 1 kumgonga Mtibwa kipindi anaendelea. Au ili nisionekane nasimulia sana, ni hivi, atakayeshinda ushindi bila wengine, ila watakuja messenger wanataka magoli alikuwa mangapi. Mimi niwatajie tu mshindi. Mpaka hapo magoli simeshaelewa. Mtibwa ataongeza goli lingine kumuongeza KMC. Mtibwa ataongeza goli lingine kumuongeza KMC. KMC hatakubali, yaani sio kwamba hatakubali ubaoni, hatakubali, yaani hatakuwa mnyonge. Mchezo KMC atachangamka. Kila kijikakamua wapi. Refa angalie filimbi, aangalie saa, aongeze dakika. KMC naye sasa akagonga yaani nusu goli, kidogo sana kosa. Refa anaangalia filimbi, mchezo umekwisha. Kwa hiyo mchezo utakuwa namna hiyo mpaka mechi inaisha, itakuwa namna hiyo. Mtibwa, Azam na Pamba ndio kama nilivyowaambia. Ukisikiza vizuri video utanielewa zaidi. Mtibwa na KMC ndio kama nilivyowaambia. Marekebisho yako hapa, niwatajie magoli ni mangapi kwa kila timu. Pengine hapa kuna ambao wamesahau, inabidi nikutajie mpaka mchezo, yaani nikutajie huku goli ngapi, huku goli ngapi. Japo wengine wanasema huo muda na upoteza, narudia maneno. Yaani hapa nikianza kutaja ili goli huku ngapi, watasema narudia maneno. Ila ngoja tu nikutajie. Azam atakuwa na goli. Shida inakuja nikitaja huyu alikuwa hivi, utasikia
wewe mbona unarudia maneno hayo? Umeshasema nyuma kule, utaka unasema hayo hayo. Wanishauri ushauri mzuri, wala sio ushauri mbaya. Na mimi ushauri wenu nimepokea ushauri wenu. Kwa mchezo utakuwa kama hivyo jinsi nilivyouelezea. Nafikiri siwe na haja ya kurudia maneno tena kule nyuma nikarudi nyuma, au ni hivi. Lakini sasa nikitaja nitakuwa nimerudia sasa. Goli za nani? Hapa ni yale yale. Nitakuwa nimetaja. Basi jamani, inatosha. Nafikiri kikubwa tu ni kuangalia hii video mwanzo mpaka mwisho. Utaelewa. Na nikikutajia itabidi nitaje huku zitakuwa kadhaa, huku zitakuwa kadhaa. Nitazidi kula muda. Na nyinyi mnasema muda ni mali, na ni kweli muda ni mali. Na MB zitazidi kuwa nyingi na muda tunatumia MB nyingi. Kwa hiyo tuishie hapa inatosha. Goli ndio hizo za Azam na goli au ni hivi kama hujaelewa wewe rudia video. Asante sana, nashukuru sana. Kama umeelewa, kama hujaelewa njoo Messenger nitakuelewesha vizuri. Usiogope, usiwe na wasiwasi, usiwe na pressure. Mimi nitakutajia tu nga. Asante sana. Msiache kusubscribe channel yangu ya YouTube. Mpalianda hapa Mjeshi Kasoro Gwanda, nusu mtu nusu mzimu jamani.